Huu mtaro alianza kuchimba huu mdogo utoshi. Nimetoka kule nimeona kama ni mtaro huu hapa kwa maji hapa mdogo, ndio maji hayapande hapa. Wakazi wa kata ya Likombe, halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani, wamelalamikia ujenzi katika eneo la maji ambapo wana hofu kubwa ya kuingiliwa na maji pindi zitakavyoanza mvua. Hayo yamejiri leo Disemba 8, 2025 wakati wa ziara ya diwani wa kata hii katika eneo hilo. Kwa majina ninaitwa Steven Yohana Akwachuni, ni mkazi wa mtaa huu wa Mtipwezi. Kwa jina lingine tunasema sisi tupo Dubai. Sisi tunatamani kuona maendeleo, lakini kutokana na adha ambazo tunazikupitia hizi, tunamshauri tu kwamba huyu mkandarasi ajaribu kuona mazingira ya maji jinsi anayatengenezaje. Asipotengeneza hapa pote tunapoona namna hii kiangazi, lakini kifuku tunatamani sote tutoroke. Ukiwa na gari kifuku haifiki huko. Athari zake maji kuingia majumbani, na inawezekana hata majumba mengine yatakuwa yanaweza kuharibika. Kwa sasa kama hatutatengenezea maji mapema miundombinu yake, inaweza ikatuletea makubwa zaidi. Sasa tusije tukasema kwamba kila kitu mpaka tufanye maandamano. Sio vizuri, si ndio? Lakini kama itakuwa ni vizuri kwa sasa wakati huu kabla masika hayajafika, kuandaa mapema ili itakapotukia hilo jambo tayari tumekwisha tengeneza maji yanaelekea wapi. Mimi naitwa Ahmad Muhammad Mpando. Ni mkazi wa maeneo haya palipo na mradi hapa. Hapa kuna mtaro umechimbwa, lakini huu mtaro ni mdogo, na pia huyu mchimbaji angepata kwanza wenyewe tuneka hapa, alafu tukamwambia historia hapa palivyo. Kwanza huu mtaro ilibidi achimbe, apitishe mule na muhitaji maji apite. Mfano wake apite huko. Alafu anachimba mtaro mkubwa. Akishamaliza anaujenga kwa juu yake. Alafu akishamaliza shughuli zake zingefanyika juu ya mfereji. Hapo salama sisi wananchi tungepata. Lakini kwa mtaro huu sisi wakazi wa hapa hatuna salama. Dalili kubwa tu angalia hata msingi ulivyobomoka hapa. Mbomoka pale. Ule hakubomoka kwa labda kwa uzembe wa mjengaji. Ni maji. Ndio kero zetu za sisi hapa. Kero zetu zile. Huu mtaro alianza kuchimba huu mdogo utoshi. Nimetoka kule nimeona kama ni mtaro huu hapa kwa maji hapa mdogo, ndio maji hayapande hapa. Hapa inabidi afanye kazi ya kupandisha maji mpaka kule, hayapandi maji hapa. Kwa hivyo hapa maji alivyotaka afanye apitishe huko mwenye mtaka maji mpaka kule. Vinginevyo sisi huku tungekuwa salama. Umeelewa sio? Kero mimi ya kwangu mimi ndio hiyo. Baadhi ya viongozi wa serikali akiwemo mwenyekiti wa serikali ya mtaa pamoja na diwani wameeleza hatua ambazo kama viongozi wamezichukua. Samueli Morris Mastawi ndiye mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Mtipwezi. Sisi kama serikali kwanza tulipata hii taarifa kwa wananchi kwa sababu huyu mwekezaji alipoanza huu mradi hakufika kwenye ofisi kama ambavyo wawekezaji wengine wanafika. Mimi na mtendaji wangu tulijaribu kufika hapa tukamhoji, akasema taarifa zitafika kwa sababu ni mradi wa haraka zaidi. Tulipoendelea kutafiti ndipo tukapata hizi taarifa kwamba wanaendelea na ujenzi lakini wamejenga kwenye maji. Tukajaribu kuwapa ushauri pia, lakini ushauri wetu nadhani haukupokelewa sana. Ndipo tulipofikisha hizi taarifa kwa diwani, na diwani akatuambia pindi pale atakapoapishwa tu ziara yake ya kwanza itakuwa ni hapa kwa ajili ya kutafuta usuluhisho wa hili tatizo, hususan swala zima la maji wakati wa masika ikifika mahali hapa. Maana mahali hapa ni kweli panajaa maji mengi sana. Kwa hiyo isije ikaleta athari kwa wananchi, ndivyo tukaamua kulifikisha hii taarifa kwa diwani. Kwa majina naitwa Said Salum Sefu, diwani wa kata ya Likombe manispaa Mtwara Mikindani, ambaye nimeapishwa tarehe 4 mwezi huu wa 12. Sasa nikaona leo niripoti kwenye ofisi yangu ya kata. Kwa nimeripoti, lakini nikaona hapana nisikae ofisini nije kutembelea wananchi wangu kwenye maeneo mbalimbali yenye kero lakini pia ni maendeleo. Leo kitu gani hapa? Leo kitu kikubwa kilichonileta, jambo la kwanza ni kuja kuangalia maeneo ya mwekezaji mmoja ambaye anaitwa kampuni ya Escon. Wanafanya kazi ya ujenzi wa kujenga bandari kavu. Kwa taarifa ambayo nimepewa. Sasa katika ujenzi wao kidogo nimeona kuna hali ya mabadiliko kidogo kwenye maisha yetu ya kawaida. Kwa sababu hili lilikuwa ni eneo ambalo linapitisha maji, kuna mtaro wa maji kati. Kwa hiyo nikaona nije, na wananchi walishaanza kuzungumza kwamba diwani kwa sijaapishwa ilikuwa siwezi kufanya kazi yote. Kwa baada ya kuapishwa nikaona afadhali nije nikutane na mwenyekiti tuje tuone namna ya kuwashauri. Kwa sababu mimi kazi yangu ni kushauri, kwa sababu mimi hapa ndio nyumbani kwenye kata. Wao ni wageni. Hatua ambayo nimeichukua ni
kuungana na mtendaji kumpa taarifa kwamba tuwaite wataalamu wetu kutoka manispaa waje wakae na kampuni husika waone namna ya kutunusuru sisi wananchi huku tuliko, kwa sababu kwa mtaro ulivyozibwa huu itakuwa ni adha kubwa ya nyumba takriban 300-400 zinaweza zikapata athari ya maji, kwa sababu ni maji ambayo toka magereza kule juu milimani yanaporomoka yanaelekea baharini, na hapa ni jirani na bahari. Kwa yanapoporomoka inakuwa inafika kwenye makazi ya watu kwa sasa hivi hali ya kuziba huo mtaro. Naye mkandarasi anayesimamia mradi huo ameeleza kuwa tayari wamechukua hatua ya kujenga mtaro utaondoa adha ya maji hayo. Baada ya kutambua hilo, nimechimba mtaro wa kuzunguka uzio kuelekeza maji sehemu nyingine. Kwa hiyo mtaro huo ndio unaonekana pembeni hapo kwa ajili ya kuelekeza maji yatakapokuja. Tumeweka mtaro kitaalamu ili maji yapate uelekeo. Maji yanahitaji sehemu yenye mteremko. Kwa hiyo slope tumeelekeza sehemu nyingine. Changamoto ni kwamba maeneo yanayokaribia uzio kuna maeneo ya watu, alafu kuna eneo ambalo ni barabara. Barabara bado haijafanywa upembuzi wote, wala mipaka bado haijatambuliwa rasmi. Kwa hiyo tulazimu tupitishe kwenye eneo hilo la barabara, kwa sababu ndipo mfumo wa maji taka utakapokuja kutengenezwa. Kwa hiyo tumeelekeza pale eneo lile la barabara ambalo ndio eneo letu sote. Kwa kuwa nikipitisha eneo la wananchi, mimi sina uwezo wa kuwafidia wananchi kupitisha kwenye viwanja vyao au kwenye mashamba yao. Kutoka katika eneo hili, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment YouTube channel yetu, lakini pia tufuate kunako mtandao wa Instagram, TikTok pamoja na Facebook. Tunapatikana kama Chivihi Media. Hakika sisi tunakuunganisha na ulimwengu. Kwaheri.